Hayawi sasa yamekuwa. rhdi.world ni mahala unahitaji kujifunza mambo muhimu yatakayokupatia amani ili uweze kustawi. Kumbuka, tunahitaji kustawi katika maisha yetu ya kimwili na kiroho, na huwezi kufanikiwa katika yote haya usipoijua Rehoboth yako, na haya yote utayapata chini ya Dr. Daniel ambaye ni mtaalam na mbobezi katika masomo ya uongozi, yaani leadership, utunzaji wa maono, saikolojia ya huduma, ushauri nasaha na elimu ya ukuaji kiroho pamoja na ndoa iliyofanikiwa. Tembelea tovuti yetu ambayo ni www.rhdi.world au wasiliana Dr. Daniel moja kwa moja kwa nambari yake ya simu +180 023 555 243. Acha tuendelee katika episode yetu ya mwisho kabisa inayosema tupo katika lile somo letu kubwa linalosema wafanyakazi kwa ajili ya mavuno. Usisahau tulipokwenda kuanzia, na tupo katika kipengele kidogo kinachosema magugu na ngano. Ndio kipengele chetu cha mwisho ambacho tupo nacho. Lakini katika kipengele hiki kuna nafasi niliyokuwa nimeishia nilipokuwa nikijaribu kuonyesha neno mjumbe. Na hebu subiri tujaribu kuangalia katika chaguo la hili tafsiri jinsi lilivyo, na nikaweza kuandika hivi kwamba kutokana na uelewa wa matumizi ya neno lililotafsiriwa malaika kwa Kiebrania na kwa Kigiriki, niliweza kusema tu kwamba lina tafsiri moja linalomaanisha mjumbe. Tunatambua kwamba ni uamuzi wa mtafsiri kama mimi kutumia neno malaika lililokuwa likimaanisha mjumbe kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, na huyu mjumbe ni mjumbe wa mbinguni, au kutumia neno mjumbe linalomaanisha mjumbe wa kibinadamu. Katika Agano Jipya, naomba unisikilize, katika Agano Jipya kuna sehemu mbili aidha tatu ambapo matumizi ya neno malaika hayaendani na muktadha wa ushuhuda wa maandiko mengine. Kwa mfano, tukiweza kuangalia Ufunuo sura yake ya tatu, sura ya kwanza na sura ya tatu. Mfano wa kwanza, malaika kwa makanisa 7 katika Ufunuo 1:3 hawarejelei viumbe vya mbinguni bila mwili. Hakuna ushahidi mwingine katika maandiko ambapo malaika wameteuliwa na Mungu kuleta neno la Mungu. Naomba nisikilize, kuleta neno la Mungu makanisani. Kwa hivyo wengine wamesema kwamba Yesu anarejelea wachungaji lakini hilo haliendani na maandiko kabisa, kwani wachungaji hurejelea mara moja tu katika Waefeso 4:11. Kwa hiyo neno mchungaji kama huduma inaongelewa hapo kabisa mara moja katika Efeso 1:4-11 katika Agano Jipya. Lakini kuna jambo lingine ambalo nimeweza kuliweka kwa sababu nataka nikupatie picha halisi ili uweze kuelewa kule ambapo tunapotamani kwenda. Yesu alimteua nani kupeleka neno la Mungu kwa makanisa? Jibu ni mitume. Paulo alisema aliteuliwa kuwa mhubiri na mtume. Nasema kweli katika Kristo, wala sisemi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Waraka wa Paulo wa kwanza kwa mwanaye Timotheo 2 na vesi yake ya 7. Waandishi wote wa nyaraka ni mitume na waliandikia makanisa. Jambo kuu ni kwamba wale ambao Yesu aliwateua kupeleka neno la Mungu kwa makanisa au kwa kanisa la eneo au jiji au miji walikuwa ni mitume. Kwa hivyo tafsiri bora zaidi katika Ufunuo 1:3 wangekuwa wajumbe. Kwa hiyo hapa tunakwenda kuona kwamba tafsiri ilipokwenda kutumika malaika, maana yake mjumbe. Kwa hiyo haimaanishi tu kwamba ni yule malaika wa mbinguni, kwa sababu
kama tulivyoongea katika episode iliyokwenda kuisha, ni kwamba kuna malaika wa Mungu na kuna malaika wa Shetani, na ni kama vile kuna wajumbe wa Mungu na kuna wajumbe wa Shetani. Ni kama vile kuna mitume wa kweli na mitume wa uongo. Kwa hiyo hili neno malaika, aidha hili neno mjumbe, linachukua na nafasi kama kiongozi wa eneo aliokuwa akiongoza huduma, aidha kuliongoza kanisa katika eneo husika. Nahisi mpaka hapo utakuwa unanielewa vizuri. Lakini pia nijaribu kuangalia mfano wa pili. Mfano wa pili upo katika Mathayo 13 na vesi yake 41. Mwana wa Adamu atawatuma malaika, yani wajumbe. Katika tafsiri ambayo Yesu mwenyewe alitoa kuhusu mfano wa magugu na mangano, alisema kwamba wavunaji watakuwa na jukumu kubwa katika wakati wa mwisho la kuondoa udhalimu na uovu duniani. Yesu alipokuwa duniani alikuwa akiwafundisha nani kuwa wajumbe wake? Hilo swali. Ni kwamba Yesu alipokuwa akiongea hapa, anasema walio na jukumu kubwa katika wakati wa mwisho kuondoa udhalimu na uovu. Alikuwa anaongea na wanani? Tuso tunaongea tu kukurupuka, kwa sababu kuna elimu zingine ambazo tumezipokea na tunaenda nazo hivyo hivyo. Acha tunirudie hii eneo kwa sababu inaweza ikakusaidia. Tupo katika mfano wa pili. Katika tafasiri ambayo Yesu alitoa kuhusu mfano wa magugu na ngano, alisema kwamba wavunaji ndio watakaokuwa na jukumu kubwa katika wakati wa mwisho la kuondoa udhalimu na uovu duniani. Sasa swali linarudi kwamba Yesu alipokuwa duniani alikuwa akiwafundisha nani kuwa wajumbe wake? Kama ingekuwa viumbe vya mbinguni, hakuhitaji kuja duniani. Narudia, kama Yesu alikuwa anaongelea viumbe wa mbinguni, ina maana kwamba kulikuwa tena hakuna haja ya yeye kuja kufundisha duniani. Angeliweza kufundisha mbinguni. Na hata hivyo tunajua kwamba kazi kuu ya Yesu kama mtume wa Mungu ilikuwa kuwafundisha na kuwapa vifaa, yani mitume ambaye wangeweza kuwatuma kwa jina lake, kwa mamlaka yake, kujenga kanisa na kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu, yaani kuleta ufalme wa Mungu mbinguni katika udhihirisho wa duniani. Na ambapo hata leo watu wakihubiri kanisani wanakuambia tunaenda mbinguni, acha dhambi twende mbinguni. Sasa ukiwaambia kwamba walete hizo andiko, hakuna. Sisi ni warithi, tunaorithi pamoja na Kristo, ambapo asili yetu ni mbingu. Usisahau hilo. Kwa hiyo ni mifano tu ambayo nakuonyesha kwa kadri ya jinsi maandiko yanavyofunua hili neno malaika aidha mjumbe kama mara mbili aidha mara tatu hivi, na inaleta na tafsiri tofauti kwa kadri ya jinsi haya maneno yanapokuwa yanafunuliwa. Lakini acha tuangalie mfano wa tatu ambapo unapatikana katika Mathayo 24 na vesi yake ya 31. Anasema naye atawatuma malaika zake, yani nimeweka katika mabano, yani wajumbe, pamoja na sauti kuu ya tarumbeta, naye atawakusanya wateule wake kutoka pande 4, kutoka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwingine. Wengine watu nikasema watu wengi aidha watu wengine tumewahi kuzani kwamba hii inarejelea kazi kubwa ya malaika duniani mwishoni mwa enzi, lakini si kweli. Lakini Yesu alifufua nani ili kuhubiri injili? Je, aliwainua malaika ili kuhubiri injili? Je, ni kazi ya malaika kukusanya wateule? Alimtuma nani kuwahubiria wale walio hai? Tendo la Mitume 13
48 unajifunza nini ukisoma hapo? Aidha, je, Yesu aliwafufua mitume na kuwatuma? Ni akina nani wajumbe ambao Yesu aliwatuma? Lazima uanze kuangalia hapo, na ndio maana nasema kwamba ni hao akina nani hao wajumbe ambao Yesu aliweza kuwatuma. Kwa hiyo katika Agano Jipya Yesu aliwatuma mitume, alimwambia Baba, kama ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nimewatuma hao. Nani? Mitume. Yohana 17:18. Kwa hiyo hitimisho pekee linalofaa kuhusu wajumbe ni akina nani? Ni kwamba wajumbe ni mitume. Nasi kama ulikuwa unielewi, lakini hilo ndio jibu ambalo liko rahisi sana, liko simple sana, kwamba kwa hitimisho ya neno malaika, neno wajumbe wanaokwenda kuonekana kwamba wao ndio walio na jukumu kubwa ya kukusanya ngano na magugu ni mitume. Manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Viko wazi, viko wazi, haitaji kwenda chuo, kitu kiko very clear, very clear. Lakini hofu yangu mimi ni pale ninapoanza kuona watu wanadanganya watu na kuanza kuwaambia tu kwamba magugu na mangano tuache tu yaweze kuchangamana, na ndivyo Kristo alivyosema, magugu na mangano yatachangamana kwenye ulimwengu, lakini mahali ambapo tunaenda ku worship God tunahitaji kuliona kanisa takatifu. Efeso 5:27 amesema kwamba kanisa alilokuja kulitafuta na kulitengeneza, kanisa linaitwa ni kanisa takatifu. Kwa hiyo kitu kinapoitwa takatifu, ina maana kwamba ndani yake hakuna magugu. Na akasema kanisa takatifu lisilokuwa na mawaha, lisilokuwa na makunyanzi, lisilokuwa na doa. Yaani hilo ndilo kanisa ambalo Kristo alikuja kulitengeneza, na walio na uwezo wa kuendelea kulihifadhi kanisa hilo liweze kuendelea na huo utakatifu ni zile huduma 5. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia vesi yake ya 12 anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, ili kazi ya huduma iweze kutendeka. Kwa hiyo watakatifu sio magugu. Lazima tuweze kuambizana, kwa sababu hizi sentensi ndio zimesababisha mpaka madhehebu yetu yamekuwa na watu wa ajabu ajabu. Utakatifu haufundishwi. Utakatifu imekuwa sio kama sehemu ya maisha ya watakatifu, imekuwa kama vile sio sehemu ya maisha ya kanisa. Watu wanahubiriwa tu kutoa, watu wanachangishwa michango, watu wanapewa mafuta ya upako, chumvi ya upako, vitambaa vya upako, keki za upako. Yaani kanisa limekuwa kama vile sehemu ya sarakasi. Ndugu zangu mnaonifuatilia muda huu, nataka niwaambie tu ukweli. Kanisa halitengenezi kwa mfumo wa kuishi na magugu. Ni nyakati kanisa linabidi likae katika hali ya ukomavu. Ni nyakati kanisa linabidi liweze kujitambua na kujielewa kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati ya kanisa kuweza kusimama kama kanisa takatifu, kanisa lisilokuwa na mawaha, kanisa lisilokuwa na mikunyanzi. Na wanaokwenda kufanya hiyo kazi sio Kristo. Kristo kazi hiyo ameiweka mikononi kwako wewe, kiongozi unaliongoza hilo kanisa. Acha kufanya biashara ya madawa ya kulevya ndani ya huduma, ni hatari. Acha kufanya biashara ya shortcut inayoipatia serikali athara. Acha kutafuta utajiri wa haraka kama kiongozi. Bwana aliyekuita anajua ni wapi alipokutoa na wapi anapokupeleka. Acha tuendelee kumalizia hapa. Mwishoni mwa enzi
Yesu anainua tena kizazi cha mitume. Nikisema kizazi cha mitume, ina maana ninaashiria mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu. Kizazi, yani ni kizazi, kwa sababu hakuna uchungaji bila mitume, hakuna unabii, hakuna manabii bila mitume, hakuna wainjilisti bila mitume, hakuna walimu bila mitume. Kwa nini? Ni kwa sababu tunaishi katika fundisho la kiutume, kama tunavyokwenda kuona katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2 na vesi yake ya 42. Inasema hivi kwamba walidumu katika fundisho la mitume. Kwa hiyo kanisa halina fundisho la mtu mwingine. Fundisho la kanisa ni fundisho la mitume. Kwa nini? Kwa sababu fundisho la mitume ndilo fundisho la Kristo, na fundisho la Kristo ndilo fundisho la Baba. Lazima uliweke akilini. Kama tukiwa na wachungaji ambao hawana fundisho la mitume, tuko na wasiwasi hilo eneo, na lazima tufike mahali tuulize watu kama walidumu katika fundisho la mitume, nini maana ya fundisho la mitume? Tufike tu mahali tuulize watu kwamba kama watu waliweza, kama kanisa, kulingana na Matendo ya Mitume 2:42 inasema walidumu katika fundisho la mitume, kuna koma, ina maana kwamba ni kitu ambacho kinajitegemea. Tujiulize kwamba nini maana ya fundisho la mitume. Maandiko ni mengi ambayo yanaleta hii taswira na hii picha halisi. Kwa hiyo kizazi cha mitume ni kizazi cha huduma 5. Kupitia kwao anazungumza neno lake kwa kanisa duniani kote, ambao kupitia kwao wanatia huduma, wanatia wahudumu wake wote kufanya kazi ya huduma ili kufikisha kanisa kwenye ukomavu na kwenye ukamilifu. Kwa hiyo kanisa lililofika kwenye ukomavu, kama nilivyokuambia Efeso 4:11, naye alitoa wengine. Kwa nini alitoa wengine? Vesi ya 12 inasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa nini wakamilishwe? Watakatifu waweze kufikishwa kwenye ukomavu, na watakatifu wanapofikishwa kwenye ukomavu, tunakuwa na kanisa ambalo limeweza kukamilika, kanisa ambalo ni kamilifu, kanisa ambalo liko perfect, ambalo huwezi ukalivunjavunja. Vipi kuhusu hukumu? Yesu alisema kwamba wajumbe wake, lazima ulielewe hili. Nauliza swali, vipi kuhusu hukumu? Yesu alisema kwamba wajumbe wake, akasema atakusanya kutoka katika ufalme wake vitu vyote vilivyosababisha machukizo na wale waliofanya uasi. Mathayo 13:41. Wengi wamedhani kwamba hukumu za mwisho wa enzi zitakuwa kama vile matukio ya kutisha yatakayopangwa na viumbe vya mbinguni na vya ulimwengu kwa niaba ya Mungu. Acha kujidanganya, hayo sio maandiko. Ni eschatology, mafundisho ya uongo, mafundisho ambayo hayana hata vesi zilizo wazi ambazo watazitumia ili kukonvinsi watu kwamba eschatology is real doctrine. Ni uongo uliokisiri. Mimi nakuambia ukweli, na kama yupo mwalimu anayokwenda kuona kwamba yupo na maandiko yanayokwenda kuonyesha kwamba viumbe wa mbinguni wanahusika na kufanya hii kazi, tukae mbele ya debate tuweze kuongea, kwa sababu naelewa watakimbilia kwenye Ufunuo, watakimbilia kwenye Danieli, na huko ndipo tutakapokwenda kuiangalia na kuona kile wanachokiamini kwamba ndivyo maandiko yanavyosema, kwa sababu mwisho wa siku watakuja tena kurejea tena hapa kwenye Mathayo 24, na hapo tutakwenda kukutana tena hapo ili kwamba tuangalie kwamba hayo ambayo watu wanapewa ndio ukweli. Shida hatuna malumbano, shida sio kushindana, shida ni kuona ukweli unafika katika ngazi ya watakatifu, wamefundishwa kweli, na baada ya kufundisha kweli waweze kufikia ukomavu, kwa sababu ni wakati wa mavuno. Hata hivyo, Yesu alisema kwamba atawatuma wajumbe wake, watakusanya kutoka katika ufalme wake. Kwa hiyo kumbuka kwamba kama wapo watu wanaotenda uovu, wengi wao
wengi wa hawa maono walio nayo kwenye miili yao na kwenye mtazamo wao ni vitu ambavyo wanahisi lakini hawana ukweli. Kwa hiyo wengi wao hawana maono kwa mwili wenye haki uliojaa Roho na wenye kuzaa matunda kwa waumini waliokomaa wanayoitwa kanisa, ili kuleta ushindi wa Injili duniani na kuona ufalme wa Mungu ukianzishwa. Twende kwenye script. Tuache script ziweze kuongea. Tuache kuleta mapokeo, kwa sababu kuna watu wengine wana elimu za mapokeo lakini hawana elimu kulingana na script. Scripture zinasema nini? Lakini Yesu ameketi, kwa maana sharti atawale hata awaweke adui wote chini ya miguu yake. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 15 na vesi yake ya 25. Ni nani atakaye waleta adui wa Kristo miguuni pake? Ni kanisa. Narudia kusema, sio Kristo atakayewaleta adui zake miguuni pake, la hasha, bali atakayeleta adui wa Kristo chini ya miguu ya Kristo ni kanisa. Shida, unaweza roho kanisa kwa sababu hujui nguvu ya kanisa. Hukumu juu ya uovu na uasi huja kupitia neno la Mungu. Kanisa katika ukomavu linaposema neno katika uhalisia, ufalme wa Mungu unadhihirika duniani. Kwa hiyo nataka nikuache katika kukumalizia haya maneno machache sana, ili kwamba tuweze kumalizia hili somo letu. Paulo anatuambia kwamba lengo la Mungu kwetu ni kutembea katika utii, kiasi kwamba tunakuwa tayari kuadhibu uasi wote, kama anavyokwenda kutuandikia katika waraka wa pili kwa Wakorinto 10 na vesi yake ya 6. Hili linawezekana tu wakati tumeweza kubomoa ngome za huyu muovu, tutakapokuwa tumeangusha chini hoja na kila kitu kilichoinuka kinachojiinua zidi ya ujuzi wa Mungu. Katika huo waraka wa pili kwa Wakorinto sura yake ya 10, ukiangalia vesi yake ya 4 na vesi yake ya 5, hii inawezekana tu kwa nguvu za Mungu, na matokeo yake yatakuwa kwamba kila wazo linatekwa na kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu ya Anania na Safira katika Matendo ya Mitume sura yake ya 5 kwa neno la mtume Petro, hakika ni mfano wa kutisha wa hukumu ya Mungu. Glory to God. Ukija juu ya kitu kilichomkosea Roho Mtakatifu, hii inaonyesha dhahiri kwamba katikati ya kanisa kuna hukumu iliyo sahihi kupitia watumishi wake, kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ndio maana waraka wa kwanza wa Petro sura yake ya 4 na vesi yake ya 17, waraka wa pili kwa Watesalonike sura yake ya kwanza vesi yake ya 8 hadi vesi yake ya 9 inatuambia kwamba kuanza katika nyumba ya Mungu nini? Acha nimalizie, inasema hukumu ya Mungu itaanza katika nyumba ya Mungu. Kwa nini hukumu ianze katika nyumba ya Mungu? Kwa sababu wapo wajumbe. Wahenga wanakuambia wajumbe watu wabaya. Nikiongea hivi ndugu zangu, mnaelewa? Wabongo wakikwambia kwamba wajumbe watu wabaya, wanaelewa. Kwa hiyo wajumbe ndio wanaotembea na hukumu ya Mungu. Kwa hiyo wajumbe wanahukumu. Wajumbe wanatenga magugu na ngano. Acha niseme tu kwamba mabadiliko ya mawazo ni muhimu kwetu kuchukua kwa uzito tafsiri ya mfano wa ngano na magugu tuliopewa na Kristo. Ni muhimu
kwetu kuwasilisha mawazo yetu na uelewa wetu wa kusudi la Mungu mwishoni mwa wakati wa maneno ya Kristo Yesu. Tusibishane na maandiko, ndivyo maandiko yalivyo. Kwa hiyo badilisha mawazo uliokuwa nao kwamba magugu na mangano tunakutana nao wote kanisani, kwa sababu tunakutana nao sehemu ya kuabudia. Magugu na mangano hatukutani kwenye ibada. Magugu na mangano tunakutana nao kwenye dunia. Tukitembea huko, tukikutana huko, it's real, it's okay, hatuna shida. Lakini mahali pa kuabudia tunakuwa ni ngano, hatuhitaji magugu. Sikiliza, na kama wewe ni magugu unaendelea kujipachika miongoni mwa watakatifu, acha kupeleleza uhuru wa watumishi wa Mungu. Acha kujipenyeza katika zizi. Itakukosti, kwa sababu itakutuma kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya 5 ukawaulize wale wakina Anania na Safira kilichokwenda kuwakuta. Mpendwa, sasa sikiliza, hapa duniani Yesu anatupa picha ya ajabu sana ya mwana wa Mungu akiwa amepandwa duniani, wakikomaa duniani, matunda ya wana wa ufalme hukua hadi kufikia ukomavu. Kwa hiyo tambua tu kwamba tunakuelekea, Kristo anahitaji tuweze kufikia ukomavu kupitia haya masomo tunayoendelea kujifunza na kwenda kuweka mabadiliko. Tuache kufundisha watu uongo, tuache kuelekeza watu katika vitu ambavyo si lazima. Kuamini injili ni lazima, na ndio maana nikasema kwa nini kuamini injili ni lazima, kwa sababu huko duniani yapo magugu. Huko duniani magugu yapo, tunahitaji kuyatoa magugu huko ili yaweze kufikia ukomavu, tuweze kuyang'oa magugu, watu waweze kuingia kwenye toba, watu waweze kutubu, watu waweze kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili kwamba na wao waweze kufanywa kuwa ngano na sio kuwa magugu. Kwa hiyo kufanya wanafunzi, tunapofanya kazi ya huduma kwa utimilifu, ambayo kimsingi ni kuwafanya wanafunzi ambao wanaweza kufunzwa kufanya kazi ya huduma na kuwatuma ulimwenguni, tunapata matokeo yale yale ambayo maandiko yanazungumzia. Kwa hiyo nia kubwa ni kuhakikisha tu kwamba watu wamefanywa kuwa wanafunzi, watu wamenyenyekea chini ya mkono wa Kristo. Mwanafunzi hupenda kufunzwa. Mwanafunzi anamwambia mwalimu nifunze. Mwanafunzi anauliza swali. Mwanafunzi anafundishwa na mwalimu kuomba. Mwanafunzi anahitaji kufanya practice kwa kile alichokipokea kutoka kwa mwalimu. Huyo ndio mwanafunzi bora zaidi. Kwa hiyo somo hili litakuwa limekusaidia, na baada ya hapo tukutane sasa katika fundisho litakalokwenda kufuata linalosema ukweli wa unyakuo. Ukweli wa unyakuo. Hapo tutaweza kuzungumzia karibia sehemu 4 na utaweza kunielewa. Sina historia. Mimi ni mbovu sana wa historia. Watu wengi wanaijua historia ya kanisa, lakini mimi sikubahatika kuijua historia ya kanisa. Lakini tutakapokuwa tunazungumzia ukweli wa unyakuo, mimi nakuletea na maandiko na jinsi yanavyohitajika kuenenda. Mungu akubariki. Ulikuwa nami katika somo letu zuri sana, wafanya kazi kwa ajili ya mavuno, na tumeweza kuangalia gugu na mangano na tumekwenda kuhitimisha hapo. Tukutane kwenye kipengele kingine kinachosema ukweli wa unyakuo. Mungu akubariki. Amen.